Kuna msemo mmoja unasema viongozi wanaweza kuanguka, lakini roho ya taifa haianguki, inaendelea kuishi ndani ya watu wake. Huu ni msemo mzito sana ambao ukiutazama kwa haraka haraka ni msemo wa kawaida, lakini ni msemo mzito sana. Hakuna nguvu yoyote inayoweza kulilazimisha taifa la Iran kujisalimisha. Maneno haya yanatoka katika kinywa cha rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye amesema hakuna nguvu yeyote duniani inayoweza kuilazimisha taifa la Iran kujisalimisha, akishutumu viwango vya upendeleo na ubaguzi katika sera za kimataifa. Akizungumza, Pezeshkian amekosoa vikali kile ilichokiita viwango vya pande mbili katika siasa za kimataifa, akimaanisha kwa kiasi kikubwa sera zinazotekelezwa na mataifa ya Magharibi, na kusisitiza kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya nchi huru ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni zote zinazokubalika kimataifa. Kauli hizi anazitoa wakati wa ziara yake katika idara mbalimbali za shirika la huduma za dharura la mkoa wa Tehran Province, na zinakuja kufuatia mapigano yaliyoanza tarehe 28 Februari kati ya muungano wa kijeshi wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran bila uchochezi wa aina yeyote. Mashambulizi haya, mtakumbuka, yaliua viongozi mbalimbali na yaliharibu miundombinu kama madaraja, makazi ya watu, shule, vyuo pamoja na mambo mengine. Pezeshkian anasema ni nini kilihalalisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya nchi yetu? Ni uhalali gani uliopo katika sheria za kimataifa na misingi ya kibinadamu ya kulenga raia, wasomi, watoto na kuharibu miundombinu muhimu kama shule na hospitali? Ifahamike, baada ya siku 40 za mapigano, usitishaji vita wa muda wa wiki mbili uliopatanishwa na Pakistan ulianza kutekelezwa, lakini mazungumzo hayo yalikwisha bila kufikia mwafaka pale mjini Islamabad. Sasa katika taarifa yake, Iran wanasema kwa kina kile wanachokita ni uhalifu wa kivita ambao umefanywa na Marekani na Israel kwa kulenga maeneo ya kiraia kama shule, hospitali na vyanzo vya maisha vya wananchi. Kwa mujibu wa rais huyo, anasema Iran haitafuti vita wala machafuko, badala yake daima imekuwa ikisisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano wa kujenga na mataifa yote duniani. Hata hivyo, jaribio lolote la kulazimisha matakwa juu ya nchi au kuilazimisha kujisalimisha halitafanikiwa, na taifa la Irani halitakubali kamwe mbinu hiyo, amesisitiza. Ameweka mkazo juu ya umuhimu wa umoja wa kitaifa, ambapo amepongeza umoja wa kipekee na wa mfano wa Iran katika kipindi cha siku 40 za mapigano, akisema kuwa uliwakatisha tamaa maadui katika kufikia malengo yake. Na kujibu vita hivyo, IRGC lazimika kuanzisha malipizi ya kisasi, ambapo walifanya mawimbi yasiyopungua 100 ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya malengo muhimu ya Marekani pamoja na Israel. Hapa watoto wa mjini, kwa kauli ya Pezeshkian, wangesema tunathamini amani, lakini hatukubali amani inayotokana na kulazimishwa. Lakini pia jenerali mkuu wa Iran ameonya kuhusu mzingiro haramu wa majini katika Ghuba ya Uajemi. Nimekuwa nikiwaambia mara nyingi sana, Iran kila mtu ni mbabe. Kamanda mkuu wa kijeshi wa Iran General Meja Ali Abdullah ametoa onyo kali kwa Marekani, akisema jaribio lolote la kuzuia biashara ya baharini katika Persian Gulf au bahari ya Oman litakabiliwa na hatua madhubuti. Amezungumza General ambaye ni kamanda wa makao makuu ya Hatam Al-Anbiya Central Headquarters. Amesisitiza kuwa iwapo Marekani itaendelea na mzingiro wake wa baharini usio halali na kusababisha ukosefu wa usalama kwa meli za kibiashara na meli za mafuta za Iran, hatua hiyo itakuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Ameongeza kuwa vikosi vya kijeshi vya Irani havitaruhusu kuendelea kwa shughuli zozote za uingizaji au usafirishaji na uagizaji bidhaa katika mlango wa Strait of Hormuz, Persian Gulf, bahari ya Oman au bahari Nyekundu. Na mnukuu, ikiwa Marekani itaendelea na hatua zake za kichokozi na kigaidi za mizingiro ya majini katika eneo hili na kusababisha ukosefu wa usalama kwa meli za biashara na meli za mafuta za Iran, basi hatua hiyo itakuwa ni mwanzo wa kuvunjika kwa usitishaji wa vita, na vikosi vyenye nguvu vya Iran havitaruhusu tena uingizaji wala usafirishaji bidhaa katika Ghuba ya Uajemi
bahari ya Oman na bahari Nyekundu. Iran itachukua hatua kali kulinda mamlaka yake ya kitaifa pamoja na maslahi yake. Hii ni kauli ambayo inazungumzwa ambapo siku ya Jumatatu rais wa Marekani Trump alitangaza alichokita mzingiro wa majini dhidi ya bahari za Iran, akisema jeshi la wanamaji la Marekani litatafuta na kuzuia kila chombo cha majini kinachojaribu kuingia au kutoka katika maeneo ya pwani ya Irani. Hatua hii imeelezwa kuwa ni jibu la kusambaratika kwa mazungumzo ya amani nchini Pakistan pamoja na udhibiti wa Iran juu ya usafiri wa majini katika huo mlango bahari wa Hormuz. Na kwa mujibu wa kamandi ya kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, eneo la utekelezaji wa mzingiro huo lina ukubwa wa takribani maili za mraba 21,000 kando ya pwani ya Iran. Linasimamiwa na meli kama 15 za kivita zinazofuatilia mienendo ya meli kupitia mifumo ya rada na doria za anga. Lengo kuu linatajwa ni kuzuia usafirishaji wa mafuta ya Iran. Lakini ripoti zinaeleza kuwa meli ya mafuta ya kemikali inayofahamika kama Rich Star inayomilikiwa na kampuni ya China na iliyowekewa vikwazo na Marekani kwa kushirikiana na Iran imeonekana ikitia nanga karibu na pwani ya Iran baada ya kubadilisha mwelekeo wake katika bahari ya Oman. Wataalamu wanasema kwamba hatua ya Trump inaweza kuongeza bei za mafuta, kushusha masoko ya hisa na kuchochea mfumuko wa bei duniani. Sasa kwa kauli hii ambayo anazungumza, unaona kabisa hapa ni kwamba wanasema jaribio la kuzuia mlango wa Hormuz ni changamoto ambayo Marekani hawawezi kushinda. Hapa ni kama kusema vitisho vina nguvu pale vinapokutana na hofu, lakini vinapokutana na utulivu na msimamo huwa vinabaki kuwa ni kelele tupu. Lakini tukiondoka hapo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai anasema kwamba Iran haiwezi kuzuiwa kwa mzingiro na amepinga jaribio la Marekani la kuweka mzingiro wa majini dhidi ya nchi hiyo, na ameonya kuwa hatua hiyo ni ukiukwaji wa usitishaji vita dhaifu na inaweza kusababisha majibu sawia kutoka kwa vikosi vya kijeshi vya Iran. Yaani Iran kila mmoja ni mzungumzaji, paka unajiuliza sasa utamjibu nani? Ukisikiliza kauli za rais, ukisikiliza kauli za waziri wa mambo ya nje, ukisikiliza kauli za kiongozi wa Al-Anbiya, unaona kabisa wa jamaa kila mmoja ni mbabe. Iran haiwezi kuzuiwa kwa mzingiro, ni kauli iliyozungumzwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghai. Pili, iwapo umeshindwa kupata matokeo kupitia njia ya kidiplomasia, kutumia mbinu nyingine za shinikizo hakutaleta matokeo yoyote na hutafanikiwa. Ameongeza kuwa hatua ya Marekani ni ya kichochezi, inakiuka misingi ya sheria za kimataifa, haina uhalali wa kisheria, na hatua hii ya Marekani inaweza kuchukuliwa kama mwanzo wa kuvunjika kwa usitishaji wa vita. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na vikosi vyake vya ulinzi vinafuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hii na vitatoa majibu sawia pale itakapohitajika. Usalama wa mlango wa Hormuz umehakikishwa na Iran kwa miongo kadhaa. Iran imekuwa mlinzi wa njia hii muhimu ya maji, amezungumza Baghai. Anasema sababu pekee iliyosababisha kuvurugika kwa usalama katika njia hii kwa siku 40 zilizopita ni vita vilivyolazimishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni. Tunafurahi kuona kuwa nchi nyingi za Ulaya zina hekima ya kutotumbukia katika mtego uliowekwa na Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni. Akijibu swali kuhusu baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi ambazo zimeruhusu miundombinu yao kutumika katika mashambulizi dhidi ya Iran, msemaji amesema Teheran imekusanya ushahidi wote. Anasema tunachukulia matumizi yoyote ya ardhi au miundombinu ya nchi hizo kwa ajili ya uchokozi dhidi ya Iran, iwe ni kurusha makombora, ndege zisizo na rubani, kujaza mafuta au msaada wa kiusalama, kama sehemu ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni. Anasema kesi zote tulizozifahamu zimeandikwa na vikosi vyetu vya ulinzi na zinafuatiliwa kwa umakini mkubwa zaidi. Amesema hivyo. Lakini pia ameongelea kuhusiana na uwepo wa Marekani katika eneo hili. Anasema somo la kwanza ni kwamba uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hili unachochea ukosefu wa usalama badala ya kuleta usalama. Pili, usalama wa eneo unaweza kupatikana tu kupitia ushirikiano kati ya nchi za eneo hilo. Tatu, nchi za eneo hazipaswi kuruhusu Israel na Marekani kutumia ardhi au miundombinu yao kwa ajili ya vitendo vya uchokozi dhidi ya taifa jingine.
Mahusiano kati ya Iran na nchi za eneo hili yanapaswa kujengwa juu ya ujirani mwema, urafiki na kuheshimiana mamlaka ya kila taifa pamoja na mipaka yake. Anasema hatuingii katika mazungumzo ili kukubali masharti ya Marekani. Kigezo chetu ni maslahi na haki za taifa la Iran. Iwapo mazungumzo yatategemea upande mmoja kulazimisha masharti kwa mwingine, hayo sio mazungumzo bali ni amri na shinikizo. Sasa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wananchi wake hawatakubali kamwe amri na mashinikizo. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa duru ambayo inafuata ya mazungumzo, amebainisha kiongozi huyo. Hapa ni sawa na unaposikia na kuambia sio kila anayepigana ndiye mshindi. Mshindi ni yule anayeweza kudumu hadi mwisho bila kupoteza mwelekeo wake. Niweke pointi hapa ya mwisho. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas amempokea mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Asim Munir ambaye anaongoza ujumbe wa kidiplomasia nchini Iran, na amempokea tarehe 15. Mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Asim Munir amewasili katika mji mkuu wa Iran Tehran, akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu wa kisiasa na kiusalama, akiwa amebeba ujumbe mpya kutoka Marekani, wakati juhudi za kidiplomasia za kuendeleza usitishaji vita dhaifu kati ya Iran na Marekani zikiendelea kushika kasi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Iran, ujumbe huo unaojumuisha wawakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, taasisi za usalama pamoja na wataalamu wa kiufundi umewasili katika mji mkuu Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Mapema ujumbe huo ambao unatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, ambapo kuwasili kwa kiongozi huyu wa juu wa kijeshi wa Pakistan kunaonesha kuongezeka kwa nafasi ya Pakistan kama mpatanishi muhimu kati ya Tehran pamoja na hiyo Marekani. Na mapema Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Iran Ismail alithibitisha kwamba Tehran itapokea ujumbe kutoka Pakistan, akiongeza kuwa mawasiliano ya ujumbe wa moja kwa moja yasiyo ya ana kwa ana kati ya Iran na Marekani yanaendelea. Na kwa hiki ambacho kinafanywa na Iran na kilichofanywa na Pakistan, ni kama unasikia hivi wanakuambia taifa halipimwi kwa ukubwa wa adui yake, bali kwa uimara wa misingi yake na umoja wa watu wake. Hiki ndicho ambacho kinaonekana, sababu matarajio ya wengi yalikuwa ni pengine wa Iran waende kule Pakistan kwa ajili ya kusikiliza Marekani anachozungumza, lakini wa Pakistan wanaenda Iran kusikiliza Iran anachokizungumza na misimamo yake, lakini kwenda kuzungumza kwamba Marekani amesema nini, kwa sababu wa Iran wamegomea kabisa yale mazungumzo ya ana kwa ana ambayo wanasema ni mazungumzo yasiyozaa matunda ya aina yeyote ile. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.